Mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori TAWA kanda ya Ziwa imefanikiwa kumnasa chui akiwa hai kwa kutumia mtego maalum baada ya kuvamia makazi ya watu na kukaa kwenye mapango ya milima yaliyopo ndani ya kijiji cha Mwalari, kata ya Mwasale, wilayani Itilima, mkoani Simiyu, na kula mifugo zaidi ya 30, hali iliyodaiwa kuwa tishio kwa maisha ya binadamu na mifugo, huku wananchi wakiomba zoezi hilo liwe endelevu ili kunusuru mifugo na maisha yao. Huyu mnyama chui anatusumbua muda mrefu. Kuna watoto wanachunga, inaweza wakaliwa. Hapa mimi nashukuru sana kuja kutusaidia. Huu mtego uwe endelevu. Na bado wapo amebeba mbuzi 21 ambazo zimepotea na kondoo 18 kwa kipindi cha miezi miwili tu. Mbuzi ukiuza mmoja unasomesha watoto, lakini leo hii mbuzi 33 wameenda. Huwezi kusomesha. Sisi benki yetu Wasukuma ni mifugo, na hiyo benki inaharibiwa. Aidha, afisa ujirani mwema wa pori la akiba Maswa, Ashedi Mganyizi, ameeleza taarifa kuhusu upatikanaji wa chui katika kijiji hicho. Tulichukua juhudi za kutuma askari 6 wakiwa na gari kwa lengo la kuja kufika eneo la tukio na kuangalia hali ya mazingira na namna bora ya kuweza kupambana na huyo mnyama chui. Baada ya kufika na kufanya doria, walishauri kwamba ije mbinu nyingine ya kuweza kuweka mtego, na ndio manufaa ya tumeweza kupata mafanikio ya kumnasa huyo mnyama chui aliyekuwa analeta changamoto na taharuki katika mazingira ya kijiji cha Mwalari. Kwa upande wake, daktari wa wanyama kutoka kanda ya Ziwa Elias Mwamsabi ameeleza umuhimu wa kutumia njia salama ya kumkamata mnyama huyo. Hatukutaka kumuua, ndio maana tukamkamata ili atoke salama. Lakini pili, tumetumia hiyo mbinu kwa sababu ndio mbinu ambayo ilikuwa ni salama kulingana na haya mazingira. Mpaka sasa zoezi tumemaliza, hakuna mtu aliyezulika, hakuna hata mnyama pia ni mzima. Kwanza zoezi hili halitaishia hapo kwa sababu tumeambiwa kuna mnyama zaidi ya mmoja.